Kauli ambayo ilichukuliwa na wananchi wengi pamoja na wanasiasa kuwa kwamba rais amesema kwamba wanaharakati ni magaidi, ni ile kauli ambayo aliitoa kwenye hotuba ya kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Tarehe 9 mwezi wa 7 kama sikosei. Hotuba hii hapa ambayo umetoka kuisikiliza, ukiisikiliza vizuri ukiwa na miemko na hisia, utaelewa kabisa kwamba alichokizungumza kwamba wanaharakati ni magaidi, na wewe utaondoka na hiyo nini, na hiyo zana utachukua kwamba rais amesema wanaharakati ni magaidi. Sasa twende taratibu tujue mwanaharakati ni nani na gaidi ni nani. Mimi gaidi nilikuwa ninaelewa ni mtu ambaye anatumia silaha, yani ugaidi ni terrorist ndo gaidi. Nilikuwa ninaelewa mtu ambaye anatumia silaha kwa sababu nimekuwa nikiangalia movie. Gaidi nilikuwa ninajua ni Boko Haram, ni Al-Shabaab, ndo nilikuwa ninajua hivyo. Lakini baada ya kusikia kwamba na vijana wadogo wanahusishwa kwenye ugaidi, ikabidi nijifunze, nitake kujua ukweli kuhusiana na ugaidi, kwa sababu teknolojia imerahisishwa, nikapata ukweli. Kwanza tuanze kwa kuangalia maana ya mwanaharakati pamoja na gaidi ni nani. Twende pamoja nami. Tutaanza Mwanaharakati ni mtu yeyote anayejitolea au kushiriki kikamilifu katika kupigania mabadiliko au kutetea jambo analoliamini lina manufaa kwa jamii. Mara nyingi hupaza sauti kuhusu haki, uwajibikaji, mazingira, elimu, afya au masuala mengine ya kijamii na kisiasa kwa njia za amani na zinazokubalika kisheria. Huyo ndo nani? Huyo ndo mwanaharakati. Maana yake hata nikisimama kuanza kupinga kuwepo kwa rushwa, mimi ni mwanaharakati. Nikisimama na kuanza kutoa mitazamo yangu kuhusiana na mambo ambayo ninaamini yatasaidia jamii, mimi ni mwanaharakati. Ila katika kutoa hayo mambo niyatoe katika hali ambayo haitasababisha vurugu au haitasababisha hofu. Maana yake niyatoe katika njia zinazokubalika kisheria. Ni pamoja na nini? Ni pamoja na kutoa elimu. Sasa tutakuwa pamoja nami ujifunze, ili kusudi wewe unafanya mambo kwa kufikiria na si kwa kuongozwa na hisia. Sasa tunaangalia mfano mwanaharakati anaweza kuwa kutetea haki za binadamu, kupinga rushwa, kuhamasisha ulinzi wa mazingira, kuelimisha wananchi kuhusu haki na wajibu wao. Ndio mfano wa nani? Mfano wa mwanaharakati. Maana yake nikisimama nikaanza kuwaelimisha Watanzania kuhusiana na haki yenu pamoja na wajibu wenu ndani ya taifa la Tanzania, mimi tayari ni mwanaharakati. In short, kila mtu ambaye anasimamia ukweli, huyo ni mwanaharakati. Twende taratibu utanielewa na usiwe na haraka sana. Sasa mfano maarufu wa mwanaharakati duniani ni Martin Luther King Jr. ambaye alipigania haki za watu weusi nchini Marekani kwa njia zisizo za vurugu. Maana yake katika kupigania, hakikisha njia yako haisababishi vurugu. Wewe ndiye mwanaharakati, na wanaharakati sio kosa. Tuendelee. Kwa kifupi, mwanaharakati si lazima awe mwanasiasa. Elewa, si lazima awe mwanasiasa. Anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa mwanafunzi, anaweza kuwa mwanasheria, anaweza kuwa daktari, anaweza kuwa mwandishi wa habari, au raia wa kawaida anayechukua hatua kutetea jambo analoamini litaboresha jamii. Huyo ndio nani? Huyo ndio mwanaharakati. Tunaendelea sasa ili tuweze kujifunza kwamba ni kwa nini tunasema kwamba rais alisema kwamba wanaharakati ni magaidi. Kumbuka
mimi sio mtu ambaye ni wa kihisia sana. Mimi ni mtu ambaye ninapenda kuangalia chanzo na mzizi wa tatizo ili nianze kufikiria njia za kutatua. Sasa tuangalie ugaidi ni nini. Nadhani hapo umeelewa maana ya mwanaharakati. Kisha tutaangalia ugaidi ni nini, na wewe utafuatilia, sio tu kubali ninachozungumza na mimi, na wewe utafuatilia. Hiki hapa ugaidi. Sikiliza kwa makini. Ugaidi ni matumizi au vitendo vya kutumia vurugu kubwa dhidi ya raia au watu wanaopigana au watu wasiopigana kwa lengo la kueneza hofu na kushinikiza serikali, jamii au taasisi kufikia malengo fulani ya kisiasa, kidini, kiitikadi au mazingira. Huo ndio au mazingira mengine, au mengine. Maana yake kumbe nikiamua mimi kushinikiza jamii kufikia mambo fulani ambayo mimi nimeyalenga kwa njia zisizo za amani, maana yake ninakuwa ninafanya ugaidi. Ugaidi tu sio kushinikiza serikali, hata kushinikiza taasisi fulani napo ni ugaidi. Hata kushirikisha jamii napo ni ugaidi. Hata shuleni kuongoza migomo ya wanafunzi nao ni ugaidi kwa mantiki hiyo. Sasa tunaangalia ni nini sasa. Wengine wanaweza akasema unatudanganya. Sasa sikiliza hii maana, kwa sababu neno gaidi ni terrorism. Ndo terrorist ni gaidi, terrorism ni ugaidi. Tuangalie kwamba terrorism ni nini. Sikiliza. Terrorism is generally defined as the use or threat of violence, especially against civilians, to create fear and achieve political, ideological, religious or social goals. Haina tofauti na ile niliyoitoa kwa Kiswahili. Maana yake tumeelewa sasa kwamba nini maana ya gaidi. Sasa tuangalie. Kwa kawaida ugaidi huwa na sifa hizi. Sikiliza sifa za ugaidi. Moja, kulenga au kuhatarisha maisha ya raia. Kulenga au kuhatarisha maisha ya raia ni ugaidi. Yaani wewe ukiwa na mpango ambao unalenga na kuhatarisha maisha ya raia ni ugaidi. Lakini pia kusababisha hofu kubwa katika jamii. Lakini pia kutumia mashambulizi kama mabomu, utekaji nyara au mauaji. Kingine, kulenga kushinikiza maamuzi ya kisiasa au kuendeleza itikadi fulani. Huo ni ugaidi. Sifa za ugaidi umeziona na utaenda kujifunza uzielewe. Sasa tuelewe, ni muhimu kutofautisha kati ya mwanaharakati na gaidi. Tunawatofautishaje? Kwanza, mwanaharakati hutafuta mabadiliko kwa njia za amani na zinazokubalika kisheria. Mwanaharakati hutumia au hutafuta mabadiliko kwa njia za amani na zinazokubalika kisheria, kama vile elimu, kampeni, maandamano ya amani au utetezi wa haki. Gaidi hutumia au kutishia kutumia vurugu dhidi ya raia ili kueneza hofu na kufikia malengo yake. Kwa hiyo si kila anayepinga serikali au anayedai mabadiliko ni gaidi. Kinachotofautisha ugaidi na aina nyingine za kiharakati ni matumizi ya vurugu. Hicho ndicho kinatofautisha. Maana yake sasa, ukitumia vurugu au harakati zako zikahusisha matumizi ya vurugu, tayari huo ni ugaidi. Nadhani tumeelewana wa Tanzania. Sasa rais alisemaje? Ngoja ninukuu kidogo, sijajua kiitifaki kama ninakosea, ninukuu. Alisema kwamba anapenda kuwaonya wale wote
wanaojiita wanaharakati ili watambulike duniani, lakini kwenye lakini hapo ndo zingatia, lakini matendo yao ni ya kigaidi. Maana yake sasa, kumbe hakusema wanaharakati ni magaidi, isipokuwa wanaharakati unafahamika duniani kwamba ni kitu kizuri, ila matendo ndo yanaweza akakufanya ukawa gaidi. Na ikiwa katika harakati zako utahusisha labda raia, kuwatisha, kuwafanya raia wawe na hofu, huo ndio ugaidi. Kwa mfano, nilikuwa nasikiliza nyaraka mbalimbali. Mimi ni mtu wa mtandaoni, kama ulipita mtandaoni utakubaliana na mimi kwamba kuna kipindi watu walikuwa nasema kwamba watu ambao hawataandamana maana yake watakuwa ni maadui wa watu wanaoandamana, watakuwa ni wauaji, maana yake watakuwa ni watu wanaopinga haki. Sasa hapa inatoka kwenye muktadha wa kutumia njia za amani, inaingia kwenye kushinikiza. Maana yake maandamano, ninavyoelewa, inabidi watu wawe na elimu kuhusiana na hayo maandamano, kwamba maandamano yetu yanalenga nini, yanalenga kitu fulani, sababu mnayo, tunaanzia wapi, tunaanzia sehemu fulani, tunalenga kwenda wapi, tunaenda sehemu fulani. Hayo ndiyo maandamano ya amani. Mnajiorganize, mnatoka hapo mlipo, mnaenda hadi sehemu husika ambayo mmeilenga. Labda mnaenda kwa mkuu wa wilaya, mnaenda kwa diwani, mnaenda kwa mkuu wa mkoa, mnaenda wapi, whatever, lakini yawe ni maandamano ambayo yako well organized, kwamba tunaanzia sehemu fulani ambayo hayahusishi vurugu. Na maandamano hayapaswi kumshinikiza raia kwamba aandamane, inabidi mtu mwenyewe aamue mwenyewe kuandamana. Sasa nimeamua kuwachambulia hiki kwa kidogo sana, muweze kuelewa kwamba ugaidi ni nini na wanaharakati ni nini. Mpaka sasa mimi tulipofikia, mimi ni mwanaharakati kwa sababu ninatoa mambo ambayo ninaamini yataleta mabadiliko kwenye jamii na taifa langu la Tanzania. Baada ya kuyasema hayo, niwakumbushe mambo machache sana, kwamba ndugu zanguni, tabia ya kuchukua clip unaikata, unaunganisha na clip nyingine, unatengeneza, ni hatari sana, kwa sababu unaweza ukachukua clip ambayo imezungumzia maudhui yakapotoshwa kabisa. Sasa ukichukuliwa sheria, unaweza ukashtakiwa na ukafungwa, ukaanza tena kulalamika. Tuwe makini na clip tunazozitengeneza. Hakikisha kabisa kwamba hivi inakuwa iko katika muktadha wa kuelimisha jamii. Mpaka sasa ninaamini sasa kwamba unaelewa ugaidi ni nini, na unaelewa kwamba hivi nini maana ya wanaharakati. Mpaka sasa niwaambie Watanzania kwamba inabidi tusimame sasa, tuanze kuangalia matatizo yetu yameanzia wapi na tuanze kushughulika nayo. Sio tuendelee kugombana, kwa sababu ninaweza nikauliza kwamba haya, tunapingana sisi kwa sisi, mnataka ni nani ambaye atakuja atuambie kwamba sasa Watanzania la kufanya ni hili? Ni sisi wenyewe Watanzania. Lakini nimegundua watu wengi wanaoingia kwenye siasa wanaingia kihisia. Yani ili ueleweke ni lazima utukane, ni lazima uongee kwa hasira, kitu ambacho watu ambao ni pragmatic huwezi ukakuta anaongea kwa hivyo. Watu ambao wanajaribu kutafuta vyanzo vya matatizo hawawezi wakaongea hivyo. Baada ya kuyasema hayo, ninatumai ya kuwa wengi mmejifunza. Bwana awabariki sana, na endelee kuwafanya mtafute ukweli, ili mnapofanya maamuzi mfanye kwa kuelewa, sio kwa kufuata mikumbo. Mpaka sasa mimi ninasema hivi, rais hakusema kuwa wanaharakati ni magaidi, isipokuwa kwa kauli yake ni kwamba wanaharakati anautambua, ila matendo yanaweza akafanya wanaharakati wakawa ni magaidi. Nimefunga mjadala. Bwana atubariki wote. Tanzania itajengwa na Watanzania na sio mtu mwingine.